Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii leo, wako watu wahuni muda wote wanapotosha, wanakuambia mikopo, uongo, haipo. Ukiwaambia fursa za vijana, wanakuambia waongo hao. Nataka niwaambie tusiwasikilize. Wakati wao wanatuambia waongo, wao wanaomba na wanapata. Walioko kwenye mitandao ya kijamii, mmeona katika ile bachi ya kwanza ya mikopo iliyotolewa, ile ya bilioni 200 za Dr. Samia, yupo kijana mmoja mropokaji anaitwa Abdunondo, amepewa mkopo, naye yupo kwenye ile listi. Ukiangalia utamuona pale, yeye na kikundi chake wameorodheshwa pale kwa ajili ya kupata mkopo unaotokana na bilioni 200 za mama. Lakini ajabu, utakasikia kanasimama kanatukana, yu uongo, yaani anasema sisi waongo, yeye ananufaika. Hii haikubaliki. Sasa kama waongo, wewe umepataje? Kama waongo, wewe kwa nini umeomba? Wewe ni mwenyekiti wa vijana wa chama chako, lini umekuja Nyantakara kuambia vijana nufaikeni na fursa? Maana tumekuwa na vyama vingine ni vya mtandaoni tu. Nyewe mliwahi kumuona Nondo hapa? Mimi mara ya pili nakuja na wenzangu. Mliwahi kuona kiongozi wa chama chochote cha upinzani hapa? Mliwahi kumuona? Wako tu mtandaoni, wanapiga siasa, wanapiga mdomo, wanaongopea watu, na ndio maana mimi nawaita matapeli, na jina hili halitobadilika kamwe. Hapa kuna watu zaidi ya 400 wamekuja kusikiliza fursa zinapatikanaje. Sasa na mimi nikae mkoani pale niwe naita tu press, vyombo vya habari nasema mimi niko site na wenzangu. Kama na wao kweli wanafanya siasa ambayo inawasaidia vijana wanaowaongoza, tunahitaji kuwaona site. Tofauti na hapo, hatuna jina lingine la kuwapa zaidi ya kuwaita matapeli. Semeni matapeli. Kwa hiyo vijana wenzangu, niwaombe sana tutumie fursa hii, tusiache watu watuongopee. Mheshimiwa Diwani kasema hapa, Nyantakara awamu hii inayokuja, fedha ya halmashauri 10% inakuja hapa zaidi ya milioni 60. Si umesema Mheshimiwa Diwani? Sasa hii milioni 60 wanaenda kupelekewa wanyama na ngedere, si watakuja kuchukua wanawake na vijana wa hapa? Sasa anayesema fedha na hiyo sio kwamba ni kwa mwaka, ni awamu ijayo, na kuna awamu nyingi zinakuwa zinatolewa. Ya nini mtu atupotoshe? Ukiuliza hapa, sijauliza taarifa, Nyantakara leo watu waliokaa na fedha ya serikali wako wengi hapa, wanafanya biashara, wengine na wafahamu, wengine ni maseribala, wako pale wanatengeneza fedha. Lakini leo anakuja mtu anakuongopea, msisikilize serikali hii imeshindwa nini, wakati fedha zinatoka. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, yani sisi tunataka, na ndio maana tunawaambia watu tuache siasa za kijinga hizi. Siasa zimeisha tu. Diwani huyu utamtoa na nini? Labda afe. Sasa ukija hapa Nyantakara ukazungumza mishipa ikakutoka, diwani hafai, ndiye huyu Mungu ashamweka, mpigieni makofi diwani wetu. Yani haiwezi kubadilika. Akifa ndo tunarudia mchakato. Yupo hai ndo huyu mpaka 30. Na hivyo kwenye jimbo, hivyo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa rais wetu. Kwa hiyo mtu akija hapa, rais hafai, rais huyu hatumtambui, mara hatumtambui mnasema atupe katiba mpya. Sasa mtu huyo usiyemtambua unataka akupe katiba mpya. Hii inatokea wapi? Unasema wewe sio baba, ukunizaa, alafu ukimaliza naomba unipe daftari, naomba unipe kalamu, naomba unipe viatu niende shule. Huyo mtu ana akili timamu? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Unamtaka ndo huyo, umtaki ndo huyo, na huo ndo utaratibu wa maisha. Sasa watu wamekuwa ni waongo, wanaodanganya watu. Na niwaambie hakuna uchaguzi unaweza kurudiwa. Uchaguzi upi umeisha mwaka jana. Tunaenda mbali zaidi, tutarudia uchaguzi. Uchaguzi upi? Tufanye kazi. Tuwawezeshe vijana. Vijana wanataka pesa. Hivi kuna mtu hapa ana shida na vyama? Kuna mtu ana shida na vyama vya siasa hapa? Wanataka kuona maisha yao yanaboreka. Na ndio maana nikawapa ule mfano mwanzoni.
kwamba watu wengine wanatuongopea, wanawadanganya, afu yenyewe yanaenda kukopa, yanaendesha magari mazuri, yana majumba mazuri, alafu yakija huko anawaambia achaneni na hao matapeli. Nyie hela mmetoa wapi? Hela zote ziko benki. Asikudanganye mtu, asikudanganye mtu, pesa iko benki.